Jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Msikilizaji, nikwambie kwamba ikiwa wewe unafuatilia kila siku iendayo kwa Mungu utaratibu huu mzuri wa usomaji wa Biblia, naamini utafika mbali sana katika kuyajua maandiko. Na uzuri wa mfumo huu ni kwamba uko online. Ni muda wowote tu unaweza ukatuni na kuanza kusikiliza upya. Hii itakusaidia sana katika kuepukana na mafundisho ya uongo. Itakuepusha sana kuanza kuambiwa Biblia inasema hivi, ilhali hakuna sehemu ambayo inasema hivyo. Ni rahisi kuokoto ukiwa wewe hujui maandiko. Ni rahisi kudanganywa ikiwa wewe hujui maandiko, yani sio msomaji wa Biblia. Na ndio maana kwa kuligundua hili, nikasema hapana. Mimi nilishabahatika kuwa moja ya watu walioisoma Biblia mwanzo mpaka mwisho. Mara kadhaa pengine. Lakini sasa lazima niwasogezee na watu wa Mungu waweze kuisoma Biblia kwa njia tu ya kuisikiliza. Nisiruke neno hata moja, niwasomee aya ya kwanza, sura ya kwanza, aya ya kwanza mpaka aya ya mwisho katika sura ya mwisho kwenye Biblia. Hii ni kumfanya mtu aweze kugundua kwamba ni kitu gani kimeandikwa katika Biblia. Kujifunza Biblia hakuna mwisho, lakini usomaji wa Biblia unaweza ukasoma mwanzo mpaka mwisho. Lakini kujifunza, hutajifunza mwanzo mpaka mwisho kwa sababu mafunuo ya Mungu yanatokea kila siku. Ni kupongeze sana wewe ambaye unayefuatilia sura moja moja kila siku. Kila siku kupata sura moja katika Biblia. Mungu akubariki sana. Na leo tunaendelea katika sura hii ya 24 ya kitabu cha Kutoka. Na ni fupi sana, ina mistari 13 tu. Tutaisoma 18, samahani. Ina mistari 18 tu, tutaisoma kwa utulivu na upate kuisikia. Utakapoona unahitaji kusikia zaidi, unarudia kusikiliza. Siku hadi siku, unaendelea kupata maandiko ya kibiblia. Hebu tufunge macho tuweze kuomba. Asante Yehova Mungu wetu unayeishi mbinguni. Baba, najisikia kumwombea mtumishi wako ambaye anasikiliza somo hili. Mungu wa mbinguni, mpe nguvu na afya njema. Mtie nuru ya kweli ya neno lako. Mfungulie nguvu ya ndani kabisa inayotokana na masomo haya. Mshike mkono Bwana. Tembea naye, kwa sababu ni mwanadamu, lazima anayo mambo magumu na mepesi yanamsumbua. Mshike mkono, tembea naye. Kuna vitu anakuomba, timiza haja ya moyo wake. Kuna maradhi yanamsumbua, mguse kwa namna ya pekee. Kuna mambo hayaendi sawa katika uchumi, yeye na wazazi, yeye na majirani, jirani na watoto, watoto na yeye, na kadhalika na kadhalika. Wewe unajua zaidi. Kaguse kwa namna ya pekee, aseme nimeguswa na Bwana. Fanya hivyo na kuzidi, na kwa mtumishi wako ninayewasogezea watu wako neno lako. Maana ninaomba hivyo nikiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Amen. Msikilizaji, karibu sana katika usikivu katika kitabu hiki cha Kutoka sura ya 24. Anaanza akisema, kisha Bwana akamwambia Musa, kweni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkasujudie kwa mbali. Na Mungu peke yake ndiye atakaye karibia karibu, samahani. Na Musa peke yake ndiye atakaye karibia karibu na Bwana. Lakini hao hawatakaribia karibu, wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema,
maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu, akaitia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akainyunyizia juu ya madhabahu. Kisha akakitoa kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu. Wakasema, haya yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akaitwaa ile damu, akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli. Wakamwona Mungu wa Israeli. Chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wa wana wa Israeli, nao wakamwona Mungu, wakala na kunywa. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika, ili uwafundishe. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Akawaambia hao wazee, tungojeeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu. Na tazameni, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi. Kila mtu aliye na neno na awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunika mlima, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamwita Musa toka kati ya lile wingu. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 usiku na mchana. Msikilizaji, ondoka na jambo moja lenye umuhimu sana katika maagizo ya Mungu. Katika maeneo mbalimbali kama tulivyosoma katika sura ya 19, lakini pia katika sura hii, wana wa Israeli walipokuwa wakielezwa mambo mengi na Musa kuhusiana na Mungu aliyoyasema, walikuwa na kauli moja tu ambayo ilikuwa ni kauli ya kuonyesha kutii. Ukisoma mstari ule wa 7, wana wa Israeli, Biblia inasema kisha Musa akakitwaa kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu. Alafu na wao wakasema, haya yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Ni kitu muhimu sana katika kutii. Ni kitu muhimu sana katika kutenda na kutii. Wana wa Israeli wanaposema kwamba aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutayatii, ni ishara ya kwamba wamekubaliana na hayo mambo na wako tayari kuongozwa chini ya mkono wa Bwana aliye hodari. Ninatamani kama na wewe ungelisema, haya yote aliyoyanena Bwana nitayatenda,
na kuyatii. Tembea katika utii wa neno la Mungu kupitia jina la Yesu Kristo atusaidie. Amina.